Juma alipanda ngazi polepole. Kila hatua ilipiga kelele kwenye sakafu ya mbao. Moyo wake ulikuwa ukidunda kiasi cha kusikika masikioni mwake. Alifika mbele ya mlango wa chuma. Sauti zilikata ghafla. Kimya kizito kilitawala. Aliuingiza ufunguo kwenye tundu. Krrrrik. Ufunguo ulizunguka kwa shida, ukisindikizwa na sauti ya kutisha ya vyuma vikisuguana. Alisukuma mlango. Ulifunguka kwa uzito. Harufu mbaya ilimpiga usoni, harufu ya uzee na kitu kilichokauka. Alimulika tochi. Chumba hicho hakikuwa na madirisha, kilibanwa na kuta 4 tupu. Katikati ya chumba kulikuwa na kiti kimoja, na juu ya meza ndogo kulikuwa na sanduku la chuma na kitabu cheusi. Hakukuwa na mizimu wala majini, kulikuwa na ukimya tu. Juma aliingia ndani na kufungua kile kitabu cheusi. Ilikuwa ni shajara, diary ya mzee Yohana. Kurasa za mwanzo zilijaa maelezo ya kawaida ya biashara, lakini ukurasa wa tarehe 14 Oktoba 1980, mwandiko ulibadilika. Ulikuwa wa haraka na wa hofu. Juma alisoma kwa sauti ndogo. Leo nimefanya kosa ambalo nafsi yangu haitasamehewa. Saidi aligundua mgodi ule kwanza. Alitaka tugawane na kijiji. Mimi nilitaka yote. Ibilisi wa tamaa aliniingia. Tulipokuwa bondeni, nilimsukuma. Sikutaka kumuua. Nilitaka tu aanguke ili nichukue lile jiwe la dhahabu. Lakini alianguka vibaya. Damu yake ilimwagika juu ya dhahabu yangu. Nimerudi nayo, nimejenga himaya. Lakini kila usiku namsikia Saidi akicheka. Anataka chake. Nimeamua kufunga roho yangu hapa. Utajiri huu una laana. Yeyote atakayeutumia bila kutubu atakufa kama mimi ninavyokufa sasa, polepole, kwa hofu na upweke. Juma alidondosha kitabu. Mikono yake ilikuwa ikitetemeka. Babu yake hakuwa mfanyabiashara shupavu, alikuwa muuaji. Utajiri wote huu, nyumba hii, vilijengwa juu ya damu ya kaka yake mzee Kambi. Ghafla, mlango wa chuma ulijibamiza na kufunga kwa nguvu. Bam! Giza totoro lilitanda. Tochi ya Juma ilianguka na kuzimika. Mzee Kambi! Juma alipiga kelele, akikimbilia mlangoni. Mzee Kambi, fungua! Lakini hakusikia sauti ya Kambi. Badala yake, alisikia sauti nyingine ndani ya chumba kile kile. Sauti ya mtu anayehema kwa shida. Huu. Juma alirudi nyuma, akiegemea ukuta. Nani yuko humu? Kwenye giza aliona macho mawili mekundu yakiwaka. Si macho ya kibinadamu. Yalionekana kama makaa ya moto. Ulirithi damu yake. Sasa utarithi na adhabu yake. Sauti nzito ilisikika, ikitokea kila kona ya chumba. Ulirithi damu yake. Sasa utarithi na adhabu yake. Mimi si yeye, Juma alipiga kelele gizani. Sikuwepo, sikujua chochote. Mimi ni mjukuu tu. Sauti ilicheka. Mti hulaumiwa kwa matunda yake. Utajiri uliokula umetokana na mfupa wangu. Juma alikumbuka kiberiti mfukoni mwake. Aliwasha. Mwanga mdogo wa kiberiti uliumulika chumba. Hakuona mzimu. Alimuona mzee Kambi amesimama kona ya chumba akiwa ameshika panga. Lakini hakuwa Kambi yule mnyonge. Macho yake yalikuwa na wazimu. Kambi? Juma alishangaa. Wewe? Kambi alikufa ndani ya moyo wake siku kaka yake alipouawa. Mzee yule alisema. Miaka yote hii nimesubiri. Yohana alijua siwezi kumuua kwa sababu ya kiapo cha kijiji chetu. Hivyo aliniacha niwe mlinzi wake ili anitese kwa mafanikio yake. Aliniachia urithi wa kumuona akistawi huku mimi nikioza. Lakini alipoandika wasia, nilijua damu yake itarudi. Umenifungia humu kuniua? Juma aliuliza. Hapana, kukufanya ulipe. Hiyo sanduku mezani, fungua.
Juma alifungua sanduku la chuma kwa hofu. Ndani kulikuwa na hati za nyumba, hati za mashamba na akaunti za benki zenye mamilioni ya pesa. Chagua, Kambi alisema. Chukua hizo mali, utoke nazo nje, lakini utaishi na kivuli cha Saidi maisha yako yote, na mwisho wako utakuwa mbaya kuliko wa babu yako. Au choma moto hati hizo sasa hivi. Vunja huu utajiri wa damu. Rudisha ardhi kwa kijiji, na wewe uondoke ukiwa huru. Juma alitazama zile hati. Mamilioni ya pesa, maisha ya raha Dar es Salaam, magari, heshima. Angeweza kumuua Kambi au kumzidi nguvu kizee huyu na kusema alijihami. Angeweza kuwa tajiri, lakini alikumbuka upweke wa babu yake. Alikumbuka barua isiyo na stempu. Alikumbuka maisha ya hofu yaliyoandikwa kwenye shajara. Je, pesa ina thamani ya kulala na jicho moja wazi? Kiberiti kilikuwa karibu kuzimika na kumchoma kidole. Kijana, muda unaisha, Kambi alisema, akiinua panga juu. Tamaa au uhai? Juma alifumba macho. Picha ya maisha yake ya shida ilipita, lakini pia picha ya amani ilipita. Sitaki kuwa yeye, Juma alisema kwa sauti thabiti. Aliwasha kiberiti kingine, akachukua zile hati zote, akazichoma moto. Moto uliwaka haraka, ukiteketeza urithi wa mabilioni. Moshi ulijaa chumbani. Kambi alishusha panga. Macho yake yale ya wazimu yalianza kutoweka, na badala yake kukaingia machozi. Moto ulipoteketeza karatasi ya mwisho, mlango wa chuma ulifunguka wenyewe kwa kishindo. Upepo safi uliingia ndani. Ile harufu ya uozo ilitoweka. Kambi alianguka chini, akilia kama mtoto mdogo. Saidi, Saidi, sasa umepumzika. Nyumba ya mlimani iliteketewa kwa moto usiku ule. Juma na mzee Kambi walitoka nje salama, lakini nyumba nzima pamoja na historia yake chafu iligeuka majivu. Hakuna aliyelalamika kijijini. Wanakijiji walitazama ule moto kama sherehe ya ukombozi. Siku iliyofuata, Juma alikuwa standi ya mabasi akiwa na begi lake dogo la nguo, mali pekee aliyobaki nayo. Hakuwa na urithi wa mabilioni, hakuwa na nyumba. Alikuwa maskini kama alivyokuja. Mzee Kambi alimsindikiza Juma. Unarudi Dar es Salaam mikono mitupu, Mzee Kambi alisema kwa huzuni kidogo. Juma alitabasamu. Tabasamu la kweli ambalo hakuwa nalo kwa muda mrefu. Hapana mzee, sirudi mikono mitupu. Nimevunja laana ambayo ingemaliza kizazi changu. Babu yangu alikufa tajiri lakini mtumwa. Mimi naenda kuishi maskini lakini huru. Mzee Kambi alimshika mkono Juma na kumpa kitu kidogo kilichofungwa kwenye kitambaa. Hii siyo dhahabu ya kaka yangu. Hii ni akiba yangu ya ulinzi ya miaka 40. Haifanani na mabilioni uliochoma, lakini itakusaidia kuanza biashara ndogo halali. Wewe ni mtu mwema Juma. Damu ya Yohana imesafishwa. Juma alipanda basi. Wakati gari linaondoka, aliangalia nyuma kule mlimani. Moshi mweupe ulikuwa bado unafuka, lakini ukungu mzito ulikuwa umetoweka. Jua lilikuwa linawaka vizuri juu ya kijili cha Misisiri. Juma alijifunza somo kubwa. Urithi bora sio mali unayoachiwa, bali ni jina jema na roho safi. Alifika Dar es Salaam na kuanza upya. Hakupata utajiri wa haraka, lakini alipata usingizi mnono ambao babu yake hakuwahi kuupata. Hapa ndio mwisho wa simulizi yetu. Lakini kabla hujaondoka, jiulize swali moja. Je, wewe ungechagua tamaa au uhai? Kama kisa hiki kimekugusa moyo, kimekuacha ukitafakari, au kimekufundisha jambo, usisahau kuonyesha sapoti yako. Bonyeza like, andika maoni yako hapa chini. Ningependa kujua wewe ungefanya maamuzi gani kama ungekuwa Juma. Na kama unapenda simulizi zenye mafumbo, laana na mafunzo mazito ya maisha, subscribe au follow sasa ili usikose sehemu inayofuata ya hadithi zetu. Shiriki simulizi hii kwa rafiki yako mmoja anayehitaji kukumbushwa kwamba utajiri wa kweli si pesa, bali ni amani ya moyo. Tutaonana kwenye simulizi inayofuata.